alqawlu au alilmu walamalu yatahafatan, kama wanavyosema wanawachuoni. Elimu na vitendo vina mawasiliano, bali ikatajwa kauli ya kwamba wa alimun biilmihi lam ya'malan mu'adhabun qabla ubadi alwathan. Kasema hivyo, wa alimun biilmihi lam ya'malan, na mwenye elimu kwa ile elimu yake asipoifanyia kazi. Mwenye elimu, mwenye utambuzi, mwenye kujua jambo lolote la kheri kisha hakuwa ni mwenye kulifanyia kazi, muadhabun qabla ubadi alwathan, ni mwenye kuadhibiwa kabla ya wenye kuabudu mizimu na masanamu. Atakuwa ni wa mwanzo huyu kuadhibiwa, kwa kuwa amejua kisha hakufanyia kazi, na kwa kuwa ameingia kwenye chukizo la Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyasema yale ambayo hayafanyi. Elimu na matendo yatahafatan, vinawasiliana, vina mawasiliano, haviwezi kuachana. Ndugu zangu ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunazidi kuhimizana juu ya mafungamano makubwa baina al-ilmi wal amal. Tunafundishana na kuhimizana kati ya elimu na matendo. Tumesema haikusudiwi elimu yule ambaye ameikusanya elimu kubwa sana, bali amekuwa na maarifa, amekuwa na utambuzi tosha kabisa. Katika asubuhi hii ndugu zangu, katika vitu ambavyo tunatakikana tuvipupie na tuvifanyie kazi kwenye maisha yetu ya kila siku, ni kile ambacho amekipokea Imam Bukhari na Imam Muslim katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Hili ni katika jambo la muhimu ambalo inampasa Muislamu ambaye hanayetaka kutofautisha baina ya matendo na kauli alishikilie kisawasawa. Ni hili ambalo kalitamka Rasuluna sallallahu alayhi wasallam, sayyidu adinani. Hadithi fi al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Huraira. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffi al-awwali, law watu wangelijua yaliyopo katika adhana na yaliyopo katika mstari wa kwanza katika swala, thumma lam yajidu illa an yastahimu, kisha hapa kuwezekana kuyapata yaliyomo ndani yake mpaka washindane kwa kupiga kura, lastahamu alayhi, basi wangepiga kura kuyapata yaliyomo ndani ya adhana na yaliyopo katika safu al-awwal. Jambo hili mbeleni Mtume anasema, lau watu wangelijua yaliyomo katika adhana, katika fadhila na malipo na ujira, wangelijua yaliyopo katika safu al-awwal, mstari wa kwanza katika swala, wangelijua yaliyomo ndani yake, thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi, kisha hawakuwezekana kuyapata hayo yaliyoandaliwa na Allah mpaka washindane kwa kupiga kura na wavutane, pafanyike kiminyano baina yao, lastahamu alayhi, basi wangeshindana na wangeminyana, wangezozana kupiga kura mpaka watu waipate. Bali fi Muslim, hadithi hiyo ya Abu Huraira yameitamka kwa matamshi mengine, law ya'lamu an-nasu ma fi as-saffi al-awwal, law wangelijua watu yaliyomo kwenye mstari wa kwanza wa swala, thumma lam yajidu illa al-qur'a, kisha hawakuweza kuyapata hayo yaliyoandaliwa na Allah isipokuwa kwa kupiga kura, basi wangefanya hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hii hadithi ya kwamba katika mambo yenye fadhila yanayotakikana mtu asiyakwepe, asiyakimbie, ni kupambana na kuiwahi safu ya mwanzo katika swala. Katika swala zote zile za faradhi
ni mtu kukimbilia safu al-awwal, mstari wa mwanzo. Imekuja hadithi ya Ka'bi radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunan ya Abi Daudi kwamba fasafu al-awwal fakaannama safun lilmalaika, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, yani ule mstari wa kwanza ambao watu wameukaa ndio mstari huo wameukaa malaika mbele ya inda al-mala'il a'la, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mbele ya viumbe waliokuwa bora. Kitendo cha wewe kukaa katika safu al-awwal, cha kugombania safu al-awwal, ni kitendo kinachokupelekea wewe kulingana na kuwa sawa sawa na vile ambavyo wamesimama malaika mbele ya Mola wao subhanahu. Angalia fadhila, malaha min manqaba la namna gani, ubora wa namna gani huu ambao wengi katika sisi nufritu fiha, tunauzembea kwa kiasi kikubwa sana. Anaona kabisa kwamba hapa anaweza kakaa kwenye safu al-awwal, lakini anapuuza. Bali wengine tumewaona ya kwamba mtu anaona yeye, wewe swali mstari wa mbele, mimi acha niswali nyuma, anamtanguliza mtu. Hadha la yaarifu qadra safu al-awwal, huyu hajui kiwango cha safu al-awwal, hafahamu kabisa. Fadhila yake ni mithili ya yale ambayo wamesimama nayo malaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi kuna mahala ambapo pana fadhila ya kufanana mithili ya kufanana walivyofanya malaika wa Rahman? Namna walivyofanya malaika ar-Rahman, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ufanye mithili walivyofanya wao, hali ya kuwa unatambua kwamba ni viumbe ambao la yaasuna Allah ma amarahum, ni viumbe ambao hawamuasi Mola wao kwa yale walioyafanya, kwa yale ambayo Allah amewaamrisha hawamuasi kabisa. Wayafaluna ma yu'marun. Ndugu zangu, pia katika mambo yanayozungumzwa kuna kusafi al-awwal, yanayozungumzwa katika huu mstari wa mwanzo ni vile vile maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba hii safu al-awwal ambayo watu baadhi wanaizembea, baadhi ya watu wanazembea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitembea kwenye safu akiwasogeza watu mabega, akiwaambia iqtaribu, karibianeni, fala takhtalifu, msitofautiane, fatakhtalifa qulubukum, zikatofautiana nyoyo zenu, akiwa anatembea kwenye safu al-awwal. Bali huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia khairu sufufi rijali as-safu al-awwal wa sharru sufufi an-nisa'i awwaluha, bora ya mstari wa safu ya wanaume ni mstari wa kwanza. Bora ya safu al-awwal, bora ya safu ni ile safu ya kwanza, mstari wa mwanzo kwa wanaume. Wa sharru sufufi an-nisa'i awwaluha, na shari ya safu ya wanawake ni ile safu ya mwanzo. Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi anafafanua maelezo haya akisema, wanawake kipindi hicho walikuwa kikurubiana sana, walikuwa hapana pazia kati ya wanaume na wanawake. Khairi ya safu al-awwal ya wanaume, khairi ya safu ni ya wanaume ile ya mwanzo ndio bora, na shari ya safu ya wanaume ni ya mwisho. Halafu shari ya safu ya wanawake ni ya mwanzo na bora yake ni safu ya mwisho. Palikuwa pana ukaribu baina ya safu ya wanawake na safu ya wanaume, palikuwa pana ukaribu. Wale wanaume ambao wamesimama safu za mwisho katika swala, kwa hiyo palikuwa pana ukaribu baina ya wao na wanawake. Hili ndio lilikuwa katazo. Lakini baada ya kuwa mambo yamebadilika kiasi cha kwamba wakawa wanawake wanaswali sehemu yao, imma sehemu ya sathul masjid, sehemu ya juu ya msikiti, au sehemu yao pakawa pana kizuizi, ila baki kauli ile ya kwamba bora ya safu ni safu al-awwal. Wanaingia katika manqaba na wanaingia katika fadhila, wanaingia katika utukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivyo, khairu sufufi rijali awwaluha,
bora ya swafu ya wanaume ni ile ya mwanzo. Umair ibn Sa'd radhiyallahu anhu, Umair ibn Sa'd radhiyallahu anhu sahabiyun jalil, sahaba huyu mbora Umair ibn Sa'd anasema